الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baada kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumswalia na kumtakia rehema na amani Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ndugu watazamaji wa Al-Ibana TV, karibuni katika kipindi hiki cha saumu na mafundisho yake. Kipindi hiki cha saumu, lengo na madhumuni ni kumjulisha Muislamu na kumfahamisha na kumkumbusha kuhusiana na masala mbalimbali ya kisheria yanayohusiana na ibada ya saumu, ili aweze kutekeleza ibada hii adhim katika utaratibu ambao ameufundisha na kuelekeza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na leo katika kipindi chetu tutaanza kuelezea kwanza kuhusu maana ya saumu katika Uislamu. Saumu, neno hili saumu katika sheria au katika lugha ya Kiarabu kwanza ni neno ambalo lina maana ya al-imsak, yani maana yake kujizuia na kitu chochote. Mtu akijizuia kula, kujizuia kunywa, kujizuia kuongea, katika lugha ya Kiarabu anaambiwa huyu amefunga. Lakini katika sheria saumu ina maana ya, wanawachuoni wametoa taarifa mbalimbali, lakini nitachukua hii ambayo itakuwa ni maana iliyokusanya zaidi, kwamba saumu ni huwa at-ta'abbud lillah, ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala bil imsaki, kwa kujizuia, biniyatin, pamoja na nia, anil akli, kujizuia kula, wa shurbi, na kunywa, wasairil muftirati, na vitu vyote vyenye kufunguza, min tulu'il fajri, kuanzia kuchomoza kwa alfajiri, athani, ya pili, ila ghurubi shamsi, mpaka kuzama kwa jua, min shakhsin makhsusin, kwa mtu maalum, bishurutin makhsusa, kwa masharti maalum. Hii ni maana ambayo ya saumu aliyoitaja Sheikh al-Allama Muhammad ibn Saleh al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake kizuri kabisa Ash-Sharh al-Mumti' ala Zad al-Mustaqni. Tukiangalia maana ya saumu tunapata mambo yafuatayo. Kwanza, as-saumu ni ibada. Saumu ni ibada. Kwa maana mtu akiwa anatekeleza ibada, anatekeleza saumu, anakuwa anatekeleza ibada. Sio kama ukikaa njaa, ukizuia kula na kunywa, basi wewe utakuwa unajitesa. Hapana, ni ibada, mtu anapata thawabu kwa kumwabudu Mola wake subhanahu wa ta'ala. Lakini kadhalika saumu inahusisha kujizuia na vitu maalum kama vile kula, kunywa, na vitu vingine kama vile jimai na vitu ambavyo vinafunguza kama tutavieleza huko mbele. Sambamba na hilo, kuna time maalum ambayo mtu anatakiwa ajizuie, ni kuanzia kuchomoza alfajiri ya pili mpaka kuzama kwa jua. Kwa hiyo maana hakuna saumu ya kufunga siku nusu au kufunga usiku. Saumu katika Uislamu inafungwa kuanzia alfajiri mpaka kuzama kwa jua. Sheikh asema min shakhsin makhsusi, kwa mtu maalum. Mtu maalum kwa maana kuna watu ambao sheria imeelekeza kwamba hawa ndio wana sifa ya kufunga, kama tutavyoeleza huko mbele, wana masharti maalum. Kadhalika bishuruti makhsusa, kwa masharti maalum, kama ilivyokuwa kawaida katika ibada zingine, lazima yanazingatia masharti maalum. Hivyo Allah subhanahu wa ta'ala atufikishe na tujalie tuwe katika watu ambao tunajifunza masaili mbalimbali yanayohusiana na dini yetu Uislamu. Hadha wallahu a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.